Bwana ni mwema. Ninayekuletea fikra pevu katika mianzo hii ya mwaka 2026 tunapomshukuru Mungu kutupatia mwaka mwingine. Ninaitwa Dr. Kabere. Pana watu wanaishi vijijini na kwa maisha wanayoishi wanatamani kwenda mjini, wakidhani kwamba mjini kuna maisha mazuri ambayo huenda watu wanakula bila kutoka jasho. Lakini kama wakipata nafasi ya kwenda katika miji kama Tanga au Dar es Salaam, ndipo wanapogundua kwamba bila hata kufanya kazi yoyote, akiwa ameketi tu, mwili wake unatoka jasho. Na katika mazingira hayo wanageuka na kusema, afadhali na kule kijijini, kumbe huko hakufai. Wanatamani tena kurudi kijijini, maana kijijini anatoka jasho kwa kufanya kazi ili apate riziki. Lakini katika miji ya pwani kama Tanga na Dar es Salaam, ukiwa umekaa tu natoka jasho kwa sababu ya hali ya hewa. Hii dunia haihitaji maisha ya kutotoka jasho. Kila mmoja kwa ajili ya kupata riziki ni lazima atoke jasho, vinginevyo itakuwa ni kinyume na maelekezo ya Mwenyezi Mungu kwamba kwa jasho mtakula. Kama uko kijijini, una shamba lako, kipande cha ardhi, unalima, unatoka jasho, unajipatia chakula, mshukuru Mungu. Usitamani kwenda mjini. Maisha mjini ni magumu sana, kwa sababu lile jasho la mjini linaloanza kutoka hujafanya kazi. Fahamu kwamba maisha mjini nayo yana michaka mingi ili uweze kupata chakula na kula, na kila kitu mjini ni pesa. Ikiwa huna mtaji wa kushindana kwenye soko la mjini au huna ujuzi wa kushindana kwenye soko la ajira, mjini hapakaliki. Hata wale wako mjini, kama huna mtaji wala ujuzi, afadhali ufikirie kurudi tu kijijini, ukapate kipande cha ardhi misimu hii ya mvua. Panda viazi, panda mihogo, tengeneza kijumba chako, ujipatie mahitaji yako muhimu, uishi maisha ya amani, kuliko kudhani kwamba kijijini maisha ni mabaya, ukakimbia mjini ambako unatoka jasho wakati umeketi. Mungu akubariki.